mnamo tarehe 23 mwezi wa 11 mwaka huu majira ya saa 5 za asubuhi huko mtaa wa Busekwanoni katika kijiji cha Busisi, tarafa ya Sengerema, mkoani Mwanza. Katika kizuizi cha barabara kilichopo katika eneo hilo la Busekwanoni, kata ya Busisi katika wilaya ya Sengerema, jeshi la polisi limefanikiwa kuwakamata raia wa Burundi ambao idadi yao ni 14 ambao walikuwa wanasafiri kwenye magari mawili. 13 walikuwa wakisafiri kwenye gari namba T 337 DYA. Hii ni aina ya Tata inayotoka kwenye kampuni ya usafirishaji ya abiria iitwayo Chiza. Gari hili ni mali ya Chiza Francis Lugubi ambaye ni mkazi wa mkoa wa Dodoma. Gari hilo linafanya safari zake kutokea kijiji cha Kabanga, wilaya ya Ngara, mkoani Kagera kuelekea katika jiji la Mwanza. Gari hilo wakati linakamatwa lilikuwa likiendeshwa na dereva anayejulikana kwa jina la Jonas Richard, ambaye dereva huyo hata hivyo alifanikiwa kukimbia, kukwepa kukamatwa na askari wa jeshi la polisi, na dereva huyo mpaka sasa hivi jitihada za kumtafuta zinaendelea kufanyika. Aidha, dereva huyo alikuwa akisaidiwa na fundi ambaye anaitwa Mustafa Emili ambaye ana umri wa miaka 24. Kabila lake ni Mnyamwezi, ni fundi magari mkazi wa Kahama mkoani Shinyanga. Lakini pia walikuwa na kondakta wa hilo gari ambaye anaitwa Pendo Matembele ambaye umri wake ni miaka 36, Mkristo na ni mkazi wa Nyegezi jijini Mwanza. Watu hawa baada ya kuhojiwa imebainika kuwa waliingia nchini tarehe 22 mwezi wa 11 mwaka huu kupitia mpaka wa Kabanga ulioko mkoa wa Kagera, na waliingia kinyume cha sheria. Mtuhumiwa mwingine ambaye amekamatwa ni mtuhumiwa mmoja ambaye anaitwa Shadia Jafari. Kabila lake ana umri wa miaka 18, ni Muislamu na ni Mrundi mkazi wa Kisuru huko Burundi. Yeye alikamatwa peke yake kwenye gari. Ilikuwa ni tarehe 23 mwezi wa 11 mwaka huu majira ya saa 7:30 katika eneo la Nyatukara, wilaya Sengerema, na alikamatwa akiwa kwenye gari namba T 131 DRE. Hii ni gari aina ya Yutong ambayo pia imekamatwa. Magari yote hayo mawili yameshikiliwa katika kituo cha polisi Sengerema, na watuhumiwa hawa pamoja na madereva ambao walikuwa wakiendesha magari hayo wanahojiwa kuhusiana na kusaidia usafirishaji wa wahamiaji haramu kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Ndugu waandishi wa habari, kwa majina ya watuhumiwa 13 niliowataja mwanzo waliokamatwa, majina yao ni: wa kwanza anaitwa Nkurunzinza Eloi, huyu ana miaka 38, Muhutu, amedai anaishi eneo linaitwa Muyinga huko Burundi. Wa pili ni Bizimana Asteri, ana miaka 20, ni mkazi wa Muyembe huko Burundi. Wa tatu ni Tanishaga Renova, ni mkazi wa Muyebe Burundi na miaka 20. Wa nne ni Niyosaba Anatori, huyu ni Muhutu mkazi wa Muyebe Burundi. Wa tano ni Niyokukuru Jilok, miaka 23, mkazi wa Muyebe huko nchini Burundi. Wa sita ni Nsolimana Evariste, miaka 30, Muhutu mkazi wa Gozi huko Burundi. Wa saba ni Riyazimana Jeromen, Muhutu, miaka 30, Mkristo na mkazi wa Ngozi huko Burundi. Wa nane ni Mbonipa Cloud, miaka 23, Muhutu, Mkristo na mkazi wa Ngozi huko Burundi. Wa tisa ni
Ntirampeba Olesti, ana umri wa miaka 42, Mhutu Mkristo na mkazi wa Nyanza Laki huko Burundi. Wa 10 ni Mbalishimana Swalid, miaka 47, Mhutu Mkristo na mkazi wa Kitega huko Burundi. Wa 11 ni Sindobizero Oscar, miaka 28, huyu ni Mhutu Mkristo na mkazi wa Tangala huko Burundi. Wa 12 ni Irakoze Deris, miaka 27, Mhutu Mkristo na mkazi wa Ngozi huko Burundi. Wa 13 ni Elias Sinileyemaya, miaka 61, Mkristo Mhutu na mkazi wa Kitega huko Burundi. Wa 14 ndio ambaye nimekwisha mtaja, wa kurudia anaitwa Shadia Jafari Majaliwa, miaka 18, Muislamu Burundi na mkazi wa Kisuru huko Burundi. Ndugu zangu waandishi wa habari, watuhumiwa hawa kama nilivyosema wanaendelea kuhojiwa na jeshi la polisi tukishirikiana na maafisa wa idara ya uhamiaji. Kufuatia kukamatwa kwa watuhumiwa hao, nichukue nafasi hii kuendelea kuongea na wakazi wa mkoa wa Mwanza na kuwajulisha kwamba hali ya usalama ya mkoa wa Mwanza inaendelea kuimarishwa kupitia jeshi la polisi, ambapo tunafanya kazi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama pamoja na wananchi, ambapo tumeimarisha doria katika jiji lote na katika wilaya zote zinazounda mkoa wa Mwanza. Katika barabara zote za kuingia katika mkoa wa Mwanza zimeimarishwa doria na vizuizi mbalimbali kwa ajili ya kudhibiti na kuzuia matukio ya kihalifu, ambapo katika kufanya hivyo lengo letu ni kuhakikisha kwamba mkoa wa Mwanza unaendelea kulindwa kutokea maeneo yote muhimu yanayoingia na kutoka katika mkoa wa Mwanza. Doria zimeimarishwa na vizuizi vimeimarishwa. Lengo ni kuhakikisha kwamba anayeingia Mwanza anaingia na kuwakuta wakazi wa Mwanza wakiendelea na shughuli zao salama, na hata anapotoka kwa kufuata sheria atoke na kuacha wakazi wa Mwanza wakiwa salama. Wakati jeshi la polisi linaendelea na misako na doria mbalimbali katika maeneo yetu katika mkoa wa Mwanza, nichukue nafasi hii kuwaomba wakazi wa mkoa wa Mwanza kuendelea kutoa taarifa zitakazosaidia kuwafichua wahalifu popote pale walipo. Lengo letu ni kuwafichua wahalifu waweze kushughulikiwa kabla hawajajiingiza katika matukio ya kihalifu. Na nichukue nafasi hii kuendelea kuwakumbusha pia wakazi wa mkoa wa Mwanza kuendelea kufanya shughuli zao pasipokuwa na hofu yoyote ya kiusalama, kwa sababu jeshi la polisi limeendelea kujipanga katika kuhakikisha kwamba wananchi na mali zao vinaendelea kuwa salama. Wajibu wao wakazi wa Mwanza, tunawataka wao kama wakazi wa Mwanza waendelee kutimiza wajibu wao wa kutunza amani, kuhakikisha kwamba vitendo vyovyote vya uvunjifu wa amani, vurugu, vitendo vya fujo, vitendo vya kuharibu mali, matukio ya kihalifu, wananchi kamwe wasishiriki, na badala yake wakipokea taarifa za aina hiyo watoe taarifa kwa jeshi la polisi ili tuweze kukabiliana na wahalifu wao kwa mujibu wa sheria.